Biblia katika kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza na ule mstari wa 8, neno la Mungu linasema, mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, asema Bwana Mungu, aliyeko, aliyekuwako na atakayekuja, Mwenyezi. Biblia inatuwasilishia neno la pekee sana ambalo mimi na wewe tunapaswa kulitafakari. Mungu anajitambulisha, mimi ni Alfa. Unajua katika lugha ya Kiyunani Alfa katika sarufi za Kiyunani ni herufi ya kwanza kabisa, kama ilivyo kwenye sarufi za Kiingereza na Kiswahili herufi ya kwanza ni A, lakini kwa Wayunani herufi ya kwanza ni Alfa. Na katika kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 8, ni Yesu mwenyewe alikuwa akijitambulisha kwa Yohana, na anamwambia, sikiliza Yohana, mimi huyu ambaye unazungumza nami, ninayekupatia ufunuo, ninaitwa Alfa. Na haishindikani kueleweka kwa Yohana kwa sababu Alfa inafahamika ni kitu gani. Alfa ni mwanzo. Lakini pia haishi hapo tu, anasema mimi ni yule Omega pia. Omega ni herufi ya mwisho kabisa katika sarufi za lugha ya Kiyunani. Maana yake mimi ni mwisho pia. Na haishi hapo, anamwambia Yohana, sikiliza, si mimi tu ni Alfa na Omega, lakini pia ni yule aliyeko, aliyekuwako na atakayekuja, Mwenyezi. Sasa kuna maneno mengi hapo ya kutafakari na yamebeba ujumbe mzito, kwa sababu ni utambulisho miongoni mwa tambulisho za pekee sana ambazo Mungu pia amewahi kuzifanya katika maandiko matakatifu. Ni utambulisho wa Alfa na Omega, aliyeko, aliyekuwako na atakayekuja, Mwenyezi. Lakini tuchukulike na habari ya Alfa. Alfa inazungumzia habari ya mwanzo. Mungu ni yeye ni mwanzo. Yeye ni mwanzo, na anaposema mimi ni mwanzo, kuna utofauti kati ya neno mwanzo na wa kwanza. Kuna mahali Yesu anajitambulisha, mimi ni wa kwanza na mimi ni wa mwisho. Lakini pia kuna utambulisho pia anasema mimi ni mwanzo na mimi ni mwisho. Hapa anatambulisha habari ya Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Anapozungumzia mwanzo au Alfa anamaanisha nini? Katika maandiko matakatifu Mungu amejifunua yeye ndiye chanzo cha kila kitu katika dunia hii. Viumbe vyote unavyoviona, vilivyo hai na visivyo hai, vina mianzo katika Mungu. Na vina mianzo katika Mungu kwa staili mbili tu. Staili ya kwanza ambayo Mungu aliitumia ni uumbaji wa neno. Mungu alitamka ikawa, aliamuru ikasimama, kwa mujibu wa Zaburi. Na hivyo Mungu aliumba vyote unavyoviona hapa duniani, kukiachana na binadamu, kwa kutamka tu, na pawepo wanyama, wanatokea, na pawepo wadudu, wanatokea, na pawepo mimea, inatokea, na pawepo hivi, tutengeneze anga, tufanyeje. Mungu alikuwa akitamka, lakini vyote vina mianzo katika Mungu. Kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza inasema, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Kumbe hata hii nchi, ukiachana na vyote vilivyomo, nchi yenyewe kama nchi ina mianzo katika Bwana. Maana katika kitabu hicho cha Mwanzo, Mungu aliiumba hii dunia. Hapo mwanzo aliumba dunia na aliumba na mbingu hapo mwanzo. Kwa hiyo vyote vilivyomo katika dunia na dunia yenyewe, vyote vina mianzo katika Mungu. Wende dhahabu, almasi, tanzanite, wanyama wa kufugwa, wasio wa kufugwa, wanyama wa porini, bahari, kila kitu kina mianzo katika Mungu. Lakini pia alifanya mwanadamu, yeye uumbaji wake ni uumbaji wa kivitendo. Kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari ule wa 26, neno la Mungu linasomeka hivi. Mungu akisema maneno yafuatayo, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama wa nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kiendacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, na kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Kwa hiyo Mungu aliumba mwanadamu. Aliumbaje? Kitabu cha Mwanzo sura ya 2 na ule mstari wa 7 tunaelekezwa mwanadamu alivyoumbwa.
Biblia inasema Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Kumbe mwanadamu yeye aliumbwa kwa uumbaji wa kivitendo, ambapo aliamua tengeneza kutoka kwenye mavumbi ya ardhi, akafinyanga. Baada ya hapo akampulizia puani pumzi ya uhai na akawa nafsi hai. Na kuna vidhibitisho tu vya kutosha vya kisayansi ambavyo vina prove that mwanadamu alitoka katika mavumbi ya ardhi, kwa sababu mwili huu unaoona una madini ya kutosha ambayo yanapatikana ardhini. Kwa hiyo ni ushahidi tu wa kisayansi wa haraka ya kwamba tumetoka katika mavumbi ya ardhi, lakini tulipuliziwa puani pumzi ya uhai, tukawa nafsi hai. Na hivyo mwanadamu naye ana chanzo katika Mungu. Kwa hiyo Yohana anapotambulishwa na Mungu, mimi ni Alfa, anarudishwa kuelewa Mungu ni mwanzo wa viumbe vyote vilivyo hai na visivyo hai, akiwemo na yeye mwenyewe. Ana mianzo katika Mungu. Lakini Biblia inatufunulia pia kitu cha ajabu kidogo ambacho mimi kinanipa ujasiri juu ya hili neno Alfa. Katika kitabu cha tunafunuliwa kwamba malaika wote wana mianzo katika Mungu. Malaika wote walioasi na ambao walibaki salama, wanaendelea kuhudumu pamoja na Mungu, wote wana mianzo katika Mungu. Kwa sababu katika Nehemia sura ya 9 mstari wa 6 tunaelekezwa habari ya chanzo cha malaika, wapo nao wana mianzo katika Mungu. Ngoja nikusomee mpenzi msikilizaji, uelewe jinsi Biblia inavyoyafunua maandiko matakatifu kwa namna ya kipekee. Biblia inavyomfunua Mungu kama Alfa. Sura ya 9 Nehemia na ule mstari wa 6, Biblia inasomeka hivi: Ezra akasema, wewe ndiwe Bwana, wewe peke yako, wewe uliyefanya mbingu za mbingu pamoja na jeshi lake lote, dunia na vyote vilivyomo, bahari na vitu vyote vilivyomo, nawe unavihifadhi vitu hivi vyote, na jeshi la mbinguni la kusujudu wewe. Wewe ndiwe Bwana Mungu uliyemchagua Abrahamu na kumtoa katika Uri wa Wakaldayo na kumpa jina la Ibrahimu. Kwa hiyo Mungu anatajwa kama muumbaji wa jeshi la mbinguni. Na jeshi la mbinguni moja kwa moja ni malaika. Malaika wana maeneo mengi tu katika Biblia wamewasilishwa kama jeshi, na hivyo ni jeshi la mbinguni. Malaika ni jeshi la mbinguni. Kwa hiyo wao wana mianzo katika Mungu. Hao ni malaika waliobaki wakiwa salama. Lakini katika kitabu cha Ezekieli tunafunuliwa mianzo ya malaika walioasi, nao wana mianzo katika Mungu. Kitabu cha Ezekieli sura ya 28, Ezekieli 28 mstari ule wa 15, anazungumzwa malaika mmoja. Ulikuwa mkamilifu katika njia zako tangu siku ile ulipoumbwa hata uovu ulipoonekana ndani yako. Huyu ni Ibilisi na Shetani, kipindi hicho akiitwa Lucifer, mbeba nuru, nyota ya alfajiri. Na yeye pia anatajwa kuumbwa na alikuwa mkamilifu tangu siku ile alipoumbwa. Hivyo ana mianzo katika Mungu. Vitu vyote vina mianzo katika Mungu. Ni viumbe. Malaika wana mianzo katika Mungu, sisi tuna mianzo katika Mungu. Na hivyo mwenye sifa pekee ya kuabudiwa anayetajwa katika maandiko ni yule mwenye uwezo wa kuumba. Vingine vyote vilivyobaki ni viumbe isipokuwa Mungu peke yake. Na hivyo kama vingine vyote ni viumbe, vimepoteza sifa ya kuabudiwa. Mwenye sifa ya kuabudiwa pekee ni yule aliyeumba mbingu na nchi. Na hivyo tutaendelea kutafakari juu ya maneno haya, jinsi ambavyo Mungu anaendelea kujifunua katika maandiko yake matakatifu. Lakini tambua tu, kila kitu kina mianzo katika Mungu. Wewe unawekeza, kila kitu kina mianzo katika Mungu. Ndoa, kule kitabu cha
Mwanzo sura ya 2 ina mianzo katika Mungu. Mungu ndiye alianzisha taasisi inayoitwa ndoa. Na hivyo kila kitu katika sayari dunia vina mianzo katika Mungu. Watoto wana mianzo katika Mungu. Maana Zaburi inaniambia Mungu ndiye anayeumba mtu tumboni mwa mama, anaumba mtoto tumboni mwa mama. Daudi anashuhudia, uliniunga tumboni mwa mama, mifupa yangu ilikustirika chochote, uliunga tumboni mwa mama, uliniumba kwa njia ya kutisha. Na hiyo Mungu ndiye anayeumba mtu tumboni mwa mama yake. Na hivyo kila kitu, watoto wana mianzo katika Bwana. Wewe unayehangaika huna mtoto, tambua watoto wana mianzo katika Bwana. Mungu ndiye Alfa. Unayepambana unatafuta mchumba, ni kijana, unatafuta mchumba, ni binti, unatafuta mchumba, ndoa ina mianzo katika Bwana. Hakikisha tu Mungu anakuwa wa kwanza kwenye kila kitu. Kila kitu Mungu awe wa kwanza, maana kila kitu kina mianzo katika Bwana. Ukimsahau, umesahau chanzo cha maisha. Umepoteza chanzo. Na ukipoteza chanzo, huwezi ukapata mafanikio ya yoyote yale, maana huna chanzo. Kila kitu lazima kiwe na mianzo, na mwanzo wa kila kitu hapa duniani ni Mungu. Na hata hivyo, baada ya kukamilika vyote, Mungu alipoanzisha, kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 31 anasema, Mungu akaona kila kitu alichokifanya, na tazama ni chema sana. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya 6. Mungu anapotengeneza mianzo ya vitu, anatengeneza vitu vilivyo vyema sana. Na hivyo kila kitu ni chema kinapoanza na Bwana, kinapoanzishwa na Mungu. Ndoa inapoanzishwa na Mungu ni chema. Wanadamu tunajianzishia tu ndoa zetu, zinakuwa za ajabu. Tunajianzishia miradi zetu bila kumshirikisha Mungu, zinakuwa za ajabu. Lakini kama kitu kinakuwa na mianzo katika Mungu, hicho ni chema sana. Mungu akubariki unapopanga kumfanya Mungu kuwa Alfa katika kila unalolifanya. Yeye aanzishe. Mtangulize wewe wa kwanza. Tangulize kwenye mali yako, kwenye familia yako, kwenye elimu yako, kwenye biashara zako, kwenye uwekezaji wako. Mtangulize Bwana awe wa kwanza. Na Mungu akubariki. Tuombe. Asante Mungu kwa ajili ya tafakari ya neno hili. Mbariki msikilizaji yule aliyekuwa akifuatilia neno hili kupitia chombo cha kiteknolojia. Endelea kumulinda, endelea kumbariki, endelea kujifunua kwake ya kwamba wewe ni Alfa. Mpe Alfa njema katika afya, mpe Alfa njema katika uchumi, Alfa njema kwenye ndoa, Alfa njema kwenye kila lipangalo linalopatana na mapenzi yako, maana wewe wampenda. Asante kwa kutusaidia. Endelea kuwa nasi kwa vipindi vinavyofuata, kwa jina la Yesu, amina.